I got married when I was 20, not because I loved this guy, but because I lost my job and I didn't want to go back home because nilikuwa na toxic parents. I moved in with this guy when we had nothing. We started from scratch, but juu niliona si mtu mbaya, I decided to help him. We hustled, akasave, akajenga. To cut the long story short, imefika mahali na feel like he's not the one for me. Nimejaribu kumpenda nikashindwa, and I've also cheated on him and I don't regret it. There's this girl I'm dating right now. She is honest, caring, and all that good stuff. I'm 19 and she's 29. She doesn't know I'm 19. Actually, I lied that I'm 24. At first, I never thought it would be serious, but now things have gotten so serious. I don't know what to do because I'm sure when I tell her, she will break up with me sooner or later. I live in Paki. One day nilikuwa nimeacha sneakers zangu nje, somehow zikavanish. So one day my cousin came home and told me that he has seen my neighbor with shoes like mine. Honestly, I didn't have the strength to fight him, nikaacha islide. Siku moja tukirudi home na kuzo, huyo neighbor alikuwa na bash kwake ama sijui ni nini. I swear our intrusive thoughts took over na tulibeba hizo viatu zote. Tukeka kwa gunia na tukaficha kwa balkoni yetu ya nyuma. Kuna mamas alinikuta on one of the online dating app, akaamua to move in na yeye. Alafu, akanieka vizuri hadi akanibaia CX5. Lakini penye shida iko, anakam na wamama karibu 4 everyday mausiku ni wakule wote. Na kusho nimeisha kashi at kila day ni sex. I'm overwhelmed. That's my secret. I have slept with my stepdad not once, not twice, but a couple of times. Whenever I ask him for something and he doesn't give me, I threaten him that I'll tell my mom he's been raping me. Bro, wacha nikupe story yangu. Niko 37 years sahi, nilioa nikiwa 26, kademu mali safi, nikalipa mahari na tukasettle. Mimi ni msapere, so nilioa msapere, nikamwekea duka kubwa au moja penye tulikuwa tunaishi. Kulikuwa pia na kasaiba na alikuwa anajua to biz hapa na pale. Nilikuwa nimeuza kaploti kangu pale home, juu I don't stay there. Nikatumia hiyo do, nikaweka hardware hapo kando. Nikaanza kusupply building materials, juu mjengo zilikuwa mingi hiyo area. And my hardware was the biggest one. Life ilikuwa fiti, kila mtu akanona kwa nyumba. Juu bibi pia nilikuwa nimemweka poa. 2 years later, we were blessed with our firstborn, a very beautiful boy. Jumamaka alikuwa light skin. Becoming a father was something I was looking forward to. And when that boy came into my life, I was so happy. My family were very happy. Kwetu mimi ndio second last born out of 6 siblings, and I was the most successful. So I surrounded myself with family because we are a very close-knit family. Mzae ensured we look out for each other. Good for you. 2 years later, we had our second born, who was a very beautiful girl. Nilifurahia sana juu, now nilikuwa na the kind of kids nilikuwa nataka. Tukaendelea kufanya busy na kujenga familia. My wife kept working at the shop, even though sikuwa napata pesa yoyote toka hapo. And I kept the hardware running. Venye tumelelewa sisi ni watu wa familia, so I gave my all. I bought a car for the family. Life was good and tukaendelea kugrow. So tulikaakaa na my wife for like 6 years, then nikaanza kupata magonjwa ya zina, STIs. Mind you, mimi si mtu wa kuhanya. I had a wife and I loved her and I was okay with how life was going on. To cut the long story short, nilikuja kugundua my wife analala nje na other men. Nilishikwa na kaswende mara kadhaa bana. Mpaka nikashindwa what's going on. Nina deliver materials huku nikijikuna. Naenda natibiwa tena after a few weeks, tena inarudi. I think I was naive. One day nikiwa kwa shop, customer akaniambia niliona wife yako na mse fulani kwa mall. Kulikuwa na mall kadogo hapo around. So my wife alikuwa ananiambia anaenda sokoni kila Tuesday after. So anafunga shop, anaacha watoi kwa my sis, alafu anaenda kumeet jamaa. Sikuamini hiyo customer, but once I started observing her behavior nikagundua amechange. Hata yeye STIs zilikuwa zinamtengeneza proper. Na alikuwa ananisingizia. You are in so much in love. So Tuesday moja tu mimi nikaamua kumfuata akienda soko.
Guess what? Niliona akiingia soko, alafu wakatoka na jamaa fulani hapo kwa soko, wakaenda kwa mall wakabuy sharubati. Sharubati ni juice. Sasa anyway, maybe kuna mchukua out. But then she had a shop anyway. Na a few things, and then wakaenda kwa keje ya huyo jamaa. Alilimwa for 2 good hours. I was so heartbroken. I don't think I've ever healed from that. Sorry. Nilimfukuza akaenda kwao na watoto. The sad thing is that kwao ni maskini wa mwisho. Mimi hata ndio nilikuwa nawasaidia. She begged and begged and begged ati nimsamee turudiane. But I couldn't bring myself to forgive her. It is so sad to say that our kids had to suffer because of her infidelity. Niliingia kwa pombe nikakuwa kalewa, tumbo ikamea karibu ipasuke. I was sad, lonely and depressed. I almost died. Hata watoto niliachana nao after a while. She came to see me in person after 2 months. Aniombe msamaha. Alikuwa amekonda, anakaa shida, hata karibu nimhurumie. I just watched her do her things, alafu nikamwambia rudi penye ametoka. A year later, nikapatana na kamboch fulani, kanakaa venye kanakaa, tukaanza maisha. They didn't go well, so after a few months, kakajitoa. I wasn't doing well mentally. I was a drunkard and very abusive. I think from the day my wife alinicheat, I stopped going after good-looking women. Finally, I got hold of myself, juu biashara ilikuwa imeisha. Nikaachana na pombe, good for you. Nikatafuta kasingle mother, nikatulia. Sahi tunangangana na life tu pole pole. Even so, I don't think I'll ever trust another woman again. Thanks for listening to my story. Ja bless. Nimekuwekea ya Fanta Madiaba. Najua wewe ni SDA. Asante. Hey, okay. Watu wanapitia. That's... Hey. Nothing to say, maze. Nothing. Wacha kwanza ni digest your story.